Kama Mungu ametayarisha kwetu. I want to give this microphone to Brother Teddy. Natafuta kupatia hii microphone kwa ndugu Teddy. He's going to tell us how did this son. Ataenda kutuambia namna gani mtoto amezaliwa. I could be this time when it was testimony time. Nilikuwa ningepana hii muda kwa wakati wa kushuhudia. But I've chosen to do it right now. Lakini nimeamua kuifanya saa hii. Because after this, maana baada ya hayo, Pastor Virunga will come. Pastor Virunga atakuja. And he will give us a word. Na atatupatia neno of encouragement. Neno la kutupatia nguvu. And after the word of encouragement, na baada ya neno hili, we are going to dedicate this son to the Lord. Tutaenda kuweka mtoto kwa mikono ya Mungu. You're welcome. Karibu. Just take it in. Merci beaucoup. Yeah, thank you very much. Oyo bayebi ngai te kombo na ngai Augustin Teddy Bombimbo Isamo. And those who doesn't know, my name is Augustin Teddy Bombimbo Isamo. Bref na koloba pona mwana oyo. I'm going to say short about this my child here. Ndenge frère auti koloba ke eza témoignage, c'est témoignage. And when my brother says there's testimony, it means it's really a testimony. Yangoana is très important biso ba chrétien. And it's very important to us Christians. To lakisa gratitude. We have to show that we have to give thanks. Et pas na biso devant Dieu. We have to show it to the Lord. Nanzela ya témoignage. And we have to show it by testifying. We don't have anything to give to the Lord. But we have the right to testify what the Lord has done in every moment and every time because of the goodness of the Lord. Amen. Bref, in short, together, me and my wife, we get married in 2014. But our marriage had some challenges. Jusqu'à 2000 décembre, même moment à 2015, à même église. It was in December in 2015 in this place. When we're having a time like this one. I was in Copenhagen that time. And I talked to Pastor Capping, and the Pastor Capping told me there's a prayer and I want to come, but I was not sure that I will come. I was very tired to drive from Copenhagen to Ostebro and also from Ostebro to here. But I said, because of God, I'm going there. We came. We prayed at it was all the overnight. And everyone prayed for his request before God. And after that prayer, that all-night prayer, the answer of my request. And this is the answer of my request. Amen, amen, amen. Why do I say it's one of the answers to my request? Because as Africans, when we get married, all the families, the in-laws, and your own family, they're waiting for your wife to conceive.
après mariage, after our marriage, moi c'est à sali 3 avortements spontanés. My wife did, how do we call it? It's not an abortion, but the pregnant, they were only removing themselves 3 times. Première fois que l'hôpital, le médecin a confirmé que moi c'est à enceinte. And we went to the hospital and they confirmed that my wife is pregnant. Quelque temps, et que. By the time came, the pregnancy went À un on. moment que tu es là dans l'hôpital, tu commences même dans l'hôpital universitaire na Horus. And we went even to Horus Hospital to investigate. Tu l'as qui, le médecin a la question que nini au juste c'est quoi. And we asked the doctors some questions. What is really happening here? Mais le médecin va comment à niveau pour répondre à la question à sauter. They couldn't answer our questions. Mais celle où il a répondu qui, c'est ça. But the only person who answered this question was only God. Amen. Parmi ma question, mes frères, réponse est yango. And all those questions we asked, this is the answer. Amen. Merci pour la yango. Amen. Amen. And thank you for that. You may take a seat. The pastor will call you. I always say, Nazoea kusema if God will not bless you, kama Mungu hakubariki, then you have to choose yourself a way you can ask the Lord. unaweza kujiuliza mwenyewe namna utamuuliza Mungu wako. Last year I said Mwaka uliopita nisema that this year will be the year of miracles. ya kwamba hii mwaka itakuwa mwaka wa miujiza. And if God didn't do something to you in this Kama year, Mungu hakufanya chochote kwa ajili yako mwaka huu, then something is wrong only by yourself. kuna kitu ambao kiendeke kwako wewe mwenyewe. Because whenever we stand here, Kwa sababu wakati tunasimama hapa, we believe the Lord can do something. tunaamini Mungu anaenda kufanya jambo fulani. Today Leo is your day. ni siku yako. We have given you 2 hours Tunakupatia saa 2 to testify. kwenda kushuhudia. If you can take all 2 hours for yourself, Kama unaweza kuchukua wewe mwenyewe, then no problem. hakuna shida. I can change this program. Niweza kubadilisha hii program. Add 4 hours Tunaongeza saa 4 for testimonies. kwa sababu ya ushuhuda. Then you have to testify to the Lord. Na utaenda kumshuhudia Mungu wako. A time will come Wakati utakuja where all of us will testify. ambao sisi sote tunaenda kushuhudia. You are welcome, Pastor Paul. Karibu Pastor Virunga. Amen. Hallelujah. Amen. Na maneno mengi ya kusema mbele ya mkutano, We have a lot of things to say before the church, mafundisho fulani ambayo tumejaliwa na Mungu ili tuyatoe. and some teaching with God have blessed us with so that we can give it. Lakini mara ya kwanza, acha kwanza tubarikie mtoto. But let us first bless this child. Amena. Amen. Tunaenda kusoma neno la kubariki mtoto. We are going to read the word to bless the child. Tunasoma katika Mezali 22 na verse ya 6. In the book of Proverbs. The book of Proverbs 22 na verse ya 6. 22 verse 6. Pia tutasoma Marko 10 na 13 hadi 16. And then we are going to read from the book of Mark 10, 13 to 16. Tunaanza na Mezali. We start with with Proverbs. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amen. It was Proverbs. Mezali 22 na verse ya 6. We read from 22 and up to, we read 22:6 that says, train up a child in a way that he should go. Even when he is old,
you will not depart from it. Turudi kusoma kwa Swahili. Let's read it in Swahili again. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amen. 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 Hapa tunasoma neno linalohusu kulea watoto. Here we are talking about the word which says training our children. Kuna wazazi wengi hawajui kulea watoto katika njia ya Mungu. There is a lot of parents, they don't know how to train their children in the way of the Lord. Wazazi wengi hawajui kulea watoto katika njia inayowapasa. In a lot of parents, they don't know how to train their children in a way that is. Na neno la Mungu linawaambia. And the word of God says, umlee mtoto wako katika njia inayomstahili. Train your child in a way that is katika njia inayompasa. A way that is very good. Hata atakapokuwa mzee hataiacha. And when he will be old, he will not depart from that. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Ni njia gani ambayo inapasa tulee amo watoto wetu? And which kind of way are we to train our children up in? Hiyo ni ulizo kwa kila mzazi. And this is the question to every parent. Ni njia gani ambayo unajisikia ni bora kulea mtoto ndani yako? Which way do you feel that is a good way to train your children? Mimi ninapojifikiria, and when I am thinking about it, njia kuhusu Mungu muumba. it's a way to let our children to learn about God. Amen. 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 Kwa maana yule ambaye umelea katika Mungu, because the one you train up into the Lord, hawezi kuwa muuaji, he may not be a killer, hawezi kuwa mwizi, he will not be a thief, wala hawezi kuwa mlevi, and he will not be a drunkard. Amen. 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 Kwa sababu hakuna yeyote dunia mzima anayefurahia mlevi. Because there's no one in all world who is happy of a drunkard. Kani kweli nasema uongo? Am I lying? Am I saying the truth? Ni kweli. Nasema kweli. Kwa nini hauwezi furahia mlevi? Why are you not happy with a drunkard? Kwa nini? Why? Biblia inakataza ulevi. Kwa sababu ni mharibifu. Because a drunkard is a destroyer. Si ni kweli? It's not true. Mlevi si mharibifu. A drunkard is not a destroyer. Amen. Is he not a Kuna destroyer? mambo mengi ya ujinga ya mubaya inatokana na ulevi. There's a lot of things which people who are drinking they do. Na ndio maana ulevi sio mzuri. And that is why drinking is not good. Na ndio maana hauwezi kuacha mtoto wako mlee ovyo ovyo hata ingie katika ulevi. And you cannot train your child to go into that kind of life. Hakuna mzazi anayetakia mtoto mema alafu anamfundisha ulevi. There is no one who like his children to be good and teaches the children to drink. Amen. Amen. Na mambo kaza wakaza. And other things. Yangine unaweza kufikiria mwenyewe na unayataja. And other things you can think about it and name them yourself. Amen. Amen. Hauwezi kulea mtoto wako ovyo ovyo hata akawa mwizi. You cannot train your child to be a thief. Lakini sasa utafanya nini? And what can you do? Utamlea katika njia inayomstahili. You train the child in a way that is proper. Ya mwenendo mzuri. A way of a good. Na hauwezi ipata katika njia nyingine isipokuwa katika maneno ya Mungu. And you cannot get it from another way only in the word of God. Amena. Amen. Amena. Amen. Na Biblia inakushauri wewe na nishauri na mimi. And the Bible tells me, umlee mtoto wako katika njia inayomstahili. train your child in a way that is proper. Na yeye hata iacha hata atakapokuwa mzee. And that child will not leave it until, even if he's old. Bwana akubariki sana. And the Lord bless. Amen. Amen. Tunaongeza neno lingine katika Marko 10 na 13. Now we are taking the book of Mark 10:13 up to 16. Tunakutana neno lingine kuhusu watoto. We are now reading something about the children. Ni wakati walipoleta watoto wadogo mbele ya Yesu. It's when they brought the small children to Jesus. Alafu wanafunzi wake walipoona wakawazuia. And when the disciples saw that, they wanted to prevent them so that they cannot come to Jesus. Na Yesu alisema hivi. And Jesus said like this. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Let the
small children come to me. Kwa maana walio hivyo ufalme wa Mungu ni wao. Because these small children, the kingdom of heaven is for them. Walio hivyo ndio watakaoingia ufalme wa Mungu. Because those who are like children, they will enter into the kingdom of God. Amena. Amen. Amena. Amen. Ina maana watoto wadogo wanastahili kuletwa kwa Yesu. It means the small children have to be brought to Jesus. Na Yesu alipoona wanawazuia alichukizwa. And when Jesus saw that they stopped these children, Jesus Christ rebuked them. Lakini alisema leteni watoto wadogo kwanza. And he said, bring the small children to me. Walio hivyo ufalme wa mbinguni ni wao. Because these small children, they have the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Na sisi tunabariki mtoto huu na neno hilo. And now we are going to bless the child. Ulete mbele ya Yesu. Bring the child before God. Ulete mbele ya watumishi wa Mungu. Before the servant of God. Ili apate kupokea baraka. So that he can be blessed. Leta mtoto hapa. Bring the child. Na Pastor Kapinga simame. And Pastor Kapinga will stand up. Anyoshe mikono juu ya mtoto. To dedicate the child. Na wengine wa pastor walio hapa wamzunguke. And all the pastors we have to stand. Wakisaidiana katika maombi. And be with him so that they may help each other to pray. You're welcome, pastors. So, where is your husband? Where is your husband? Teddy? No, stand ready. So, we are going to pray. Tutaenda kuomba. Tunaombea mtoto sisi wote. Can we please stand up, all of us, where we are? Haya sasa tusimame mahali ambapo tupo tafadhali. All the church, can we please stand up? We stand up. Kanisa mzima tunaweza tusimame tafadhali. I need all the mothers and the fathers who are here. All the mothers and the fathers who are here. Mama wote ambao wako mahali hapa na baba. To lay their hands up. Tunyoshe mikono yetu. To lay their hands up. Tunyoshe mikono yetu tafadhali. And the pastors, they come closer to me. And wachungaji wapate kusogea karibu yangu. And we all lay the hands on the child. And wasinyoshe mikono yao kwa mtoto huyu. What we do, we begin by blessing this child. Kama tunafanya tutaanza kumbariki mtoto huyo. And then we bless the family of the child, the mother and the father. Tutaenda kuombea vile familia ya mama huyu na mtoto huyu. Because this child cannot grow up without the parents. Kwa sababu mtoto huyu hawezi kukomaa bila wazazi. They are the one who are bearing a big burden for this child. Kwa sababu ni wale ambao wanabeba mzigo kwa sababu ya mtoto. That's why we must pray also for them that they may produce good fruits for this child. Na ndio maana tunapata kuombea ili wapate kupata mwongozo kwa watoto huyu. 1, 2, 3. Can we start praying? Acha tuanze kuomba. Seigneur tout-puissant, Seigneur tu es glorieux, tu es Dieu. Il n'y a que toi qui es mort sur la croix, Papa, tu es Dieu. Nous revenons devant ta face, ô Père Céleste, tu es tout-puissant. Entre tes mains, nous remettons cet enfant encore devant toi, Jésus. Nous mettons cet enfant entre tes mains, ô Jésus-Christ. Comme tu as béni les enfants, tu dis à Marc chapitre 10, verset 13, que nous laissons les enfants venir auprès de toi, dans ton royaume, Seigneur. Et au enfant. Voilà, nous sommes devant toi. Nous venons avec cet enfant. Papa, que toi-même qui as béni les premiers enfants, que tu puisses bénir cet enfant qui est devant nous, qui est devant ton public. Papa, bénis-le, sanctifie-le.
That